Wewe si tatizo. Kuwa makini na watu wanaokushusha kiroho. Kuna wakati katika maisha unaweza kujipata unajisikia mzito, mwenye mashaka na mwenye kufifia kiroho. Unaanza kujiuliza, kwani nina shida gani? Mbona maombi na ibada zangu hazina nguvu tena? Kabla ya kujilaumu na kujibebesha mzigo wa dhambi au udhaifu, simama kwanza, angalia pembeni yako. Huenda wewe si tatizo. Tatizo linaweza kuwa ni aina ya watu ulioambatana nao. Kuna watu ambao kazi yao kubwa, iwe kwa makusudi au bila kujua, ni kushusha kiwango chako cha kiroho. Makala hii inasaidia kutambua watu hawa na jinsi ya kulinda roho yako. Moja, ishara ya watu wanaokushusha kiroho. Sio kila mtu anayetabasamu anaongeza kitu kwenye roho yako. Huwa makini na makusudi haya ya watu. Wachochezi wa mashaka, wasiwasi, au watu ambao kila ukileta wazo lako kiimani, hatua ya kimaendeleo. Watu hao wabaya tu wanajaza hofu badala ya imani kwako. Wanapenda masengenyo na umbea. Maneno haya hayawajengi. Ukikaa down nusu saa, unajikuta unaongea mabaya ya watu 10. Badala ya kuondoka na kitu, unajihisi mtupu na mwenye hatia ndani ya moyo wako. Wanaopima utakatifu wako, watu wanaokuhukumu kila wakati na kufanya ujione ufai mbele za Mungu. Badala ya kusimamisha pale ulipoanguka, wanakukanyaga uendelee kubaki chini. Watu wa dunia zaidi, hawa hawana habari ya mambo ya kiroho. Kila ukiamka au kila ukitaka kusogea karibu na Mungu, wao wanakuvuta kwenye anasa na mambo yanayomaliza muda wako na faraga yako na Mungu. 2. Kwa nini wewe si tatizo? Ni rahisi kufikiri kwamba unarudi nyumbani kiroho kwa sababu una nguvu, lakini ukweli ni kwamba roho yako inafanana na sponji inayonyonya kile kilichopo kwenye mazingira yako. Kanuni za kiroho: huwezi kuwa karibu na mkaa unaowaka usipate joto, na huwezi kukaa karibu na barafu usipate baridi. Ukikaa na watu baridi kiroho, utaupoza moto ulioko ndani yako. Ukiona unakosa hamu ya kuomba, kusoma neno la kufanya ibada baada ya kukutana au kuongea na mtu fulani, jua kabisa kuwa nishati au eneji yake asi imeathiri roho yako. Wewe si mbaya, unaathiriwa tu na mazingira mabaya. 3. Hatua ya kuchukua ili kulinda roho yako au ya kujilinda kiroho. Ukigundua kuwa watu wanaokushusha chini, usipaniki. Chukua hatua kirahisi lakini zenye nguvu zaidi. Hatua jinsi ya kuitekeleza: 1. Weka mipaka. Sio kila stori lazima usikilize. Jifunze kusema hapana. 2. Punguza muda nao. Kama huwezi kuwakimbia kabisa, mfano wafanyakazi wenzako, punguza muda wa kukaa nao faraga. 3. Tafuta marafiki moto ambao watu wengi wanakuhamasisha kusali, wanaokuombea na wanaokuambia ukweli kwa upendo. 4. Linda moyo wako kama lango kuu. Mithali katika vitabu vya hekima inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Kiroho chako ndio injini ya maisha yako. Injini ikiharibika, safari inasimama. Usiruhusu mtu yeyote kuingia na viatu vyenye matope kwenye bustani ya roho yako. Chekecha marafiki zako, chagua maongezi na kisha kuyasikiliza, na chagua wapi pa kwenda. Neno la mwisho: kuanzia leo, acha kujihukumu. Kaa chini, kujitathmini mfumo wako wa mahusiano. Ukigundua kuna watu wanaokunyonya nguvu zako za kiroho, chukua hatua. Kumbuka, wewe si tatizo. Unahitaji mazingira safi, sahihi ili uchanue, kung'aa kiroho tena. Kulinda kiroho chako sio uchoyo au dharau, ni wajibu wako mkuu mbele za Mungu. Je, kuna mtu fulani wa karibu uliyegundua kuwa anakushusha kiroho baada ya kusoma makala hii na unahitaji mbinu maalum ya kuweka naye mipaka bila kugombana? Hapa kuna mbinu rahisi na za vitendo unaweza kutumia kuanzia leo. 1. Tumia mbinu za kubadilisha mada. Kama mtu akianza maongezi mabaya ambayo unajua yako kinyume na roho yako, kama vile masengenyo, kulalamika, kulipiza kisasi au maneno ya kukatisha tamaa, usimkaripie. Badala yake, msikilize kwa sekunde chache, kisha badilisha mada. Badilisha mada kiustadi kwenda kwenye kitu chanya. Mfano, pole sana kwa hiyo changamoto. Ngoja nikuulize, hivi ule mpango wako unaendeleaje? Uliishia wapi? Basi
Huo mfano mzuri unaweza kumtoa kwenye reli na mazungumzo mabaya akayaacha. 2. Simamia muda wako. Watu wanaoshusha wengine kiroho mara nyingi wanapenda kutumia muda mwingi wa watu wengine kabla ya kuanza kuongea nao au kukutana nao. Weka ukomo wa muda mapema ili wajue huna muda wa kupoteza. Mfano wa maneno: mambo vipi? Nina dakika 5 tu za kuongea kabla sijaingia kwenye ratiba nyingine. Kulikuwa na nini? Lengo hili linamzuia kuandaa hadithi ndefu. Dakika 5 zikiisha, unaaga kwa adabu na kuondoka hata kama hajamaliza. 3. Jifunze kusema hapana kwa upole lakini kwa msimamo. Una wajibu wa kukubali kila mwaliko, kila kikao au kila simu. Ukiona huna nguvu za kiroho au kiakili za kukubaliana na mtu fulani kwa wakati huo, ni haki yako kusema hapana. Mfano wa maneno: asante sana kwa mwaliko, unipigia lakini kwa sasa nipo busy kidogo na mambo yangu binafsi. Hatuwezi kufanya hivi kwa wakati mwingine. Lengo: unakataa ombi lake lakini haumkatai yeye kama binadamu. 4. Usiunge mkono maongezi hasi. Wakati mwingine huwezi kuwakimbia, mfano ndugu wa karibu au wafanyakazi wenzako wa ofisi moja. Mbinu bora hapa ni kuchochea kuni kwenye moto wao. Wao huongea mabaya, wewe kuwa msikilizaji tu baridi. Usiongeze neno lolote wala usionyeshe ushabiki. Jinsi ya kufanya: tikisa kichwa tu au tumia maneno mafupi: haya bwana au sawa. Lengo: watu wanaokushusha kiroho wanapenda feedback. Wakiona uchangii au upatwi na mzuka wa stori zao, wanachoka wenyewe na kuacha kuendelea na stori hizo. 5. Weka mipaka ya kidigitali. Siku hizi watu wengi wanashushwa kiroho kupitia simu zao, iwe kwenye makundi ya WhatsApp au meseji ya faragha zilizojaa upotofu na mambo yasiyojenga. Jinsi ya kufanya: weka simu yako mute kwa baadhi ya watu au makundi. Sio kila ujumbe unaoingia lazima ujibiwe hapo hapo. Jipe masaa kadhaa kabla ya kujibu au jibu kwa kifupi sana. Hitimisho: kumbuka, weka mipaka sio kuwatenga watu kwa chuki, bali ni kulinda amani yako ya ndani ili uweze kuwa na nguvu ya kusawazisha pale unapokosea na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada wa kweli badala ya wao kukuburuza kwenye udhaifu wako. Ulikuwa nami Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala hii. Usikose katika makala inayokuja. Endelea kunifollow, usubscribe kwa kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Una drop comment hapo chini, basi unapata wasaa wa kujifunza zaidi. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema.